Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, mara baada ya kasi kuweza kutoa tamko lake juu ya kile ambacho kimeweza kujili katika shauri lao la Young Africans kuweza kurudishwa katika TFF na bodi ya ligi ili wao ndio waweze kutoa kile kinachoitwa, hapa nazungumzia muafaka wa dabi ya Kariakoo, huku Young Africans wao wakiweza kutamka ya kwamba wako tayari kurejea tena katika bodi ya ligi pamoja na TFF, wakisema ya kwamba wao wanaona kabisa kwamba kule hakuna haki ambao wataweza kuipata, hivyo basi wanasema ya kwamba msimamo wao uko pale pale, hawatocheza na hawatacheza mchezo huo kwa namna yoyote ile. Sasa katika taarifa ambazo zinaelezwa ya kwamba bodi ya ligi imebidi tu waweze kufanya maamuzi magumu ili kuweza kuokoa hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa huko katika kila mmoja akiweza kusema ya kwamba anahitaji haki yake iweze kutendeka. Sasa kila mmoja amekuwa na namna kuweza kuangalia anaweza kulitatua jambo hili kwa muafaka mzuri kabisa bila kuweza kuwa na sintofahamu yoyote, ambapo bodi ya ligi wameamua kuchukua maamuzi haya magumu. Ni maamuzi gani hayo ambayo wameweza kuyachukua kwa siku ya leo utakwenda kujua, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na michezo juu ya dabi ya Kariakoo. Bana, mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli katika sakata hili, huku bodi ya ligi wakielekea kuweza kukata tamaa juu ya hiki ambacho kinachoendelea kutokana tu na raisi wa TFF ambaye ni Wallace Karia alipoweza kuzungumza wakati akitoka bungeni, alipokwenda katika mkutano alikuweza kualikwa huko, ambapo maswali yalikuwa ni mengi kweli kweli, wabunge wakisema ya kwamba hatuchezi, ambao ni mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans. Lakini hapa nazungumzia Rais Karia alisema ya kwamba bado hajui hatima ya kile kinachoitwa dabi ya Kariakoo, kwa sababu kuna timu ambayo imekwenda kukata rufaa katika hapa nazungumzia mamlaka zingine, hivyo basi ni ngumu kutoa taarifa ya uchunguzi na ajui kama sakata hili litaisha ama halitoisha. Kwa hiyo pengine kauli hii imekuja kuibua maswali mengi kwamba pengine sakata hili bado litazidi kuchukua sura mpya, licha ya kwamba tarehe mpya ambayo imetangazwa ni kwamba pengine Young Africans wanaweza wasicheze. Sasa baada ya kasi kuweza kuwabana, hapa nazungumzia Young Africans kwa kuweza kuwaambia warudi kwenye kamati zao, hapa nazungumzia TFF na bodi ya ligi, lakini inaelezwa kwamba hii ndio njia ya kibabe ya Yanga kuhusu kuendelea kushikilia msimamo wao kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Jeuri ya klabu ya soka Young Africans ambayo wanaipata katika kuweza kugomea michezo hii, hapa nazungumzia mchezo huu, na kuendelea kushikilia msimamo wao huku wakijua ni wapi ambapo njia ya kuweza kutokea. Inaelezwa kwamba klabu ya Yanga ambayo imetangaza leo hii kutoshiriki mechi yao dhidi ya watani wa jadi Simba, ikiwa ni sehemu ya kupinga kile walichokiita ni dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni katika uendeshaji wa soka nchini. Taarifa rasmi iliyotolewa kwa umma, Yanga imethibitisha kuwa imepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya kasi ikiwataka waende TFF kwenda kujadili juu ya mustakabali wa dabi, ambapo walielekezwa kurejea kwanza kwenye kamati za ndani za soka ambazo ni TFF na bodi ya ligi ya hatua
hatua ya rufaa. Hata hivyo, Yanga imesema kwamba leo hii haina imani na viongozi waliopo pale. Hapa nazungumzia TFF na bodi ya ligi, wakisema ya kwamba kuna upendeleo, uonevu wa wazi kabisa kwa baadhi ya timu. Kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa zaidi kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans hauna imani na uko tayari kupeleka shauri ile kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma, imesema sehemu ya taarifa hii. Kuhusiana mchezo dhidi ya Simba ambao ni mechi namba 184 ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu, Young Africans imesisitiza kwamba katika msimamo wa klabu yao juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Taarifa hiyo pia imewahakikishia mashabiki kuwa klabu hiyo ipo tayari kupambana kwa njia zozote kuhakikisha haki inapatikana. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini, ikiwa ni mwendelezo wa kile kinachoelezwa kwamba ni kushikilia msimamo wao. Lakini katika taarifa nyingine kuonesha kwamba Young Africans hawako tayari kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, inaelezwa kwamba mpaka sasa klabu ya soka ya wananchi Young Africans wamepata mwaliko kutoka kule nchini Rwanda katika klabu ya Royal Sport ambayo inashiriki ligi kuu kule Rwanda. Wana uzinduzi wa uwanja wao mpya kabisa, uwanja wa kimataifa, uwanja wenye hadhi ya nyota 5 ambao wanakwenda kuuzindua, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans wamealikwa katika hafla hiyo ambayo inafanyika tarehe 15 siku ya dabi ya Kariakoo, na klabu ya soka ya Young Africans wamekubaliana kwamba watapeleka timu. Kwa hiyo tarehe 13 ya mwezi wa 6 Young Africans watakuwa wakielekea pale Rwanda ambapo kujiandaa na mchezo wa tarehe 15. Kwa hiyo ni zaidi shairi ya kwamba hili jambo pengine mwafaka wake utaendelea kuwa mzito kweli kweli, na Young Africans wana mpango. Kwa taarifa nyingine wanasema kwamba wako tayari kuelekea katika hapa shirikisho la soka duniani FIFA kupeleka malalamiko yao mara baada ya kuweza kuona kasi wameshindwa kuweza kufanya kile ambacho kinachotakikana. Lakini kwa wengine wanasema Young Africans wameshindwa kesi kasi. Hapana, kasi wanataka Young Africans apate hukumu ambayo itatolewa moja kwa moja, ikitoka hapo ielekee sasa huko kasi ambako ndo watakwenda kujadili. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni hukumu ama nakala ya kuonesha kwamba jambo hilo TFF na bodi ya ligi namna ambavyo wamelimaliza. Kama Young Africans wasipo rizika na maamuzi hayo, basi bila shaka watafanya kuelekea sasa huko kasi. Kwa hiyo msimamo wa viongozi wa klabu ya soka Young Africans bado unaendelea kuwa ule pamoja na mashabiki zao, wanachama wakisema ya kwamba hatuchezi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kila mmoja akiweza kusubiria kuona namna gani ambavyo tarehe 15 itakuwaje. Wengine watakuwa Rwanda, wengine watakuwa dimba la Benjamin Mkapa wakishuhudia dabi ya Kariakoo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment hatima ya hii dabi.